Wapendwa, tumwombe Mungu atujalie neema yake ya kila siku, ili tunapotafakari, hasa tafakari ya masomo ya leo juu ya maisha yetu ya kila siku, tunapozunguka katika familia zetu, nyumba zetu, tunapotazamana juu ya nia na shida zetu za kila siku, ambazo kwa namna ya kipekee hasa zaidi kama Wakristo ni nafasi. Shida za Wakristo ni nafasi, si mateso. Shida za Wakristo ni lulu ambayo kwa sababu ukiwa na kitu kama unapakipeleka kikabadilishwa, kinageuka kuwa dhahabu. Maumivu na mateso ya Wakristo ni dhahabu, kwa sababu tunapo mahali pa kupeleka kwa Kristo mwenyewe, ambapo tukiyapandisha msalabani na yeye, yanaposhuka yakifufuka pamoja na yeye, zinakuwa si tunu za maumivu tu za msalaba, bali matunda ya ufufuko wake katika maisha yetu ya kila siku. Tunatambua katika udhaifu wangu nimepiga hatua gani, 1, 2, 3 katika Kristo, na yale madhaifu yangu yanakuwa kiburi cha mimi kutembea kifua wazi na kusema nilikuwa hivi, sasa sipo hivi tena. Nilianguka, nimesimama. Na nisi kwamba nimesimama tu, nimesimama na ninaendelea mbele, na hasa katika majukumu yangu ya kila siku, katika maisha yangu ya kila siku. Tuombeane pia sisi kwa sisi kila siku, ili kwamba kusimama kwangu kusiwe kuanguka kwa mwingine, na kusimama kwangu kuwasaidia wengine kusimama imara na kumvuta Kristo zaidi na zaidi katika maisha yetu. Kwa sababu msifu Yesu Kristo, wakati mwingine ukiwa mtakatifu peke yako, ni kazi. Lakini ukiwa mtakatifu ambaye si mchoyo na kuwaalika wengine katika utakatifu, maisha ya utakatifu ni marahisi na yenye ulaini wa kuweza kuendelea mbele na kuishi kwa namna hiyo hiyo pasi kuchoka. Tuambizane, tukumbushane, na ukiona mtu ni mkorofi sana, kumwambia ukweli, si ni Mkristo, anza tu na tumsifu Yesu Kristo. Unajua Mungu anakupenda. Umeshamrudisha kwa Kristo, afu unamwambia unajua kuna tatizo. Akikasirika unamwambia tumsifu Yesu Kristo, ili aitikie na kuwa tena mpole. Alafu mnaendelea tena kumshauri. Unamshauri na kisha ukimaliza unamwambia na Mungu akubariki, unaenda zako. Na kwa namna hiyo pekee unakuwa mwanga kwa mwenzako, unaleta ladha katika maisha yako. Haijalishi ni mme, ni mke, ni mtoto, ni kijana, hata wakati mwingine ni mzazi. Tunaweza pia kushauri na kuweza kwa namna moja au nyingine, wote kwa pamoja kufurahia hizo karama ambazo Mungu anataka kutuletea katika maisha yetu ya kila siku, katika shughuli zetu za kila siku, na hasa kutuendelea maendeleo kama familia, kama parokia, na kama jumuiya, taifa kubwa la Mungu linalompenda na kumpendeza siku zote. Msifu Yesu Kristo.